Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, ninapenda kumshukuru Mungu tena kwa neema na fadhili zake ambazo anatukirimia kila kuitwapo leo. Katika siku hii ya leo nakukaribisha tena ujifunze pamoja nasi, nami nikupe neno la tumaini na faraja ambalo Bwana anakwenda kusema nawe katika wasaa huu. Nami nikisoma katika Isaya 41 mstari wa 10, unaniambia, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu kwa kinywa chake anasema kwamba usiogope kwa sababu yeye yupo pamoja nawe. Hii ni ahadi ambayo anakupa wewe mwana wa Mungu ambaye unasikiliza kwa wasaa huu. Yamkini kuna jambo ambalo unalipitia katika familia, kuna jambo ambalo limekuwa ni changamoto sana katika hali yako ya maisha yako ya kila siku. Kuna hali ambayo umekutana nayo ambayo inakurudisha nyuma kila kuitwapo leo. Mungu anakwenda kukuambia neno kwamba usiogope kwa sababu yeye yu pamoja nawe. Hakuna kitu ambacho kitamshinda Mungu. Hakuna kitu ambacho kina uwezo wa kusimama na kuzuia ahadi za Mungu zisisimame juu yako. Ni nini unachopaswa kufanya? Wewe unachopaswa kufanya ni kusimama imara ukimwamini yeye pekee ndiye anayeweza kukusaidia. Katika Kutoka 14:14 anasema kwamba nanyi mtanyamaza kimya, nami nitawapigania. Naye Bwana atawapigania, nanyi mtanyamaza kimya. Hii inamaanisha nini? Kumbe hatupigani sisi, bali yupo Mungu ambaye anatupigania, yupo Mungu ambaye anatuwezesha, yupo Mungu ambaye anatufikisha katika viwango ambavyo hatukuwahi kutarajiwa kufika, hatukuwahi kutegemea kufika, naye anatuchukua hatua moja kwenda hatua nyingine. Anasema hivi, vita vyenu ni juu ya Bwana. Kama vita vyetu ambavyo sisi ni juu ya Bwana, unapaswa kufanya nini? Hebu simamia siku ya leo, simama na huu mstari wa Isaya 41 mstari wa 10 ambayo inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako, maana mimi ni Mungu wako. Mungu anajifunua kwamba yeye ni Mungu wa kwako wewe. Mtumie, muamini yeye, simama ukimtegemea yeye. Usiwahi kurudi nyuma wala kuyumbishwa kutokana na hali na maisha ambayo unakutana nayo. Sometimes mazingira ambayo tunayapitia hayatusapoti katika imani ambayo tunayo. Sometimes mazingira ambayo tunaishi nayo au hali ambazo tunakutana nazo katika maisha hayatupi matumaini. Nini unachopaswa kufanya? Hebu mtazamie Mungu, hebu mtegemee Mungu. Rudisha imani yako katika Kristo Yesu. Rudisha imani yako katika kumtazama yeye ambaye ameianzisha safari yako. Ukisoma katika Waebrania vizuri, tunapata kuona kwamba inatuambia kwamba tukimtazamia yeye aliyeianzisha safari ya imani yetu, yeye aliyeianzisha safari ya imani yetu, na katika yeye ataitimiliza. Ina maana kumbe sio sisi tunaohangaikia maisha yetu, bali kuna Mungu ambaye amesimama juu yetu, akitumulikia, akituongoza hatua kwa hatua, moja baada nyingine, akituwezesha na kutushika kwa mkono wake ulio mkuu na hodari sana. Nini unachopaswa kukifanya mwana wa Mungu? Hebu ongeza tumaini lako mbele za Mungu. Mtazame yeye ambaye ameianzisha safari ya wewe katika hiyo hali ambayo unapitia. Yamkini ni ndoa, yamkini ni biashara. Hebu mtazame yeye ambaye ameianzisha hiyo biashara yako. Hebu mtazame yeye ambaye ameianzisha hiyo ndoa. Kama ni elimu, mtazame yeye ambaye amekuwezesha wewe kufika hapo ulipofika. Sio akili zako, sio uwezo wako. Hebu mtazame na ukimtumainia yeye pekee ambaye hatua kwa hatua amezidi kukuchukua na kukuongoza kwa ajili ya utukufu wake pekee. Nikuachie tafakuri hii, na mimi nikuachie Isaya 41:10 na amini katika neno la Mungu, maana Mungu yeye anasema ninalitazama neno lake, analitazama neno lake apate kulitimiza. Hebu amini katika hili neno kwamba yupo Mungu ambaye anakupigania, yupo Mungu ambaye anakutetea. Nami nikutakie baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nawe, zikuchukue katika hatua uliyopo sasa, kukupeleka katika viwango vya juu zaidi vya baraka yako. Amen.